Shukrani kwa nami mpendwa mtazamaji wa Runinga Captain, na karibu tena kwenye awamu ya 3, na hapa tunaangazia zaidi kuhusu kuna tofauti ya kuwekwa wakfu na kusimikwa. Na kumbuka kwenye kanisa Katoliki kuna sherehe mbalimbali na pia sakramenti, ambapo tumeangazia kuwa kuna sakramenti ya daraja takatifu ya ushemazi, sakramenti ya daraja takatifu padri na pia waskofu. Na kwenye daraja takatifu la waskofu, kumbuka kuna sherehe ya askofu mkuu, askofu wa jimbo na askofu msimamizi na askofu mwandamizi. Kuna tofauti ya askofu msimamizi na askofu mwandamizi, na sherehe hufanyika tofauti, ama kuna yale ambao tunatarajia kulingana na utaratibu wa kanisa Katoliki? Na tunaye hapa ndugu Charles Muli, ndugu Francisco Mkapchini, ambaye anatufafanulia na tuelezea zaidi au anatufahamisha zaidi. Karibu ndugu. Asante na shukrani. Naomba ujitambulishe. Nashukuru kwa nafasi hii ambayo nimepewa niweze kusema machache kuhusu haya ambayo umeweza kuyataja. Umetangulia kwa kusema majina ya ndugu Charles Muli Mtusi, ni shemasi. Mimi nimewekwa wakfu. Na mimi ni ndugu mdogo Mkakuchini. Na labda tukianza na kwa jumla kwanza, sherehe ya kuwekwa wakfu au sherehe ya kusimikwa askofu ina umuhimu gani katika maisha ya kanisa? Sawa, kwanza kabisa tukubaliane sisi wote kwa pamoja kwamba huu ni msamiati wa kanisa. Jambo la kwanza lazima tukubaliane hilo. Ndiyo, kwa sababu ukienda kuutumia nje ya kanisa mara nyingi watu hawatakuelewa. Wakati tunaposema amezimikwa, kwa maneno mengine tunataka kusema amepewa mamlaka, ana uwezo fulani katika ile njimbo. Kwa mfano mzuri, katika taarifa zenu za leo mlikuwa mnaonyesha askofu mpya katika njimbo la Meru. Yule askofu amezimikwa. Kwa hivyo bado kuwekwa wakfu, aliwekwa kitambo. Kabla ya kuwekwa wakfu, kwanza tuanze na kuzimikwa. Alipewa mamlaka katika ile eneo la njimbo la Meru ili kuweza kuhudumu kama askofu. Askofu ambaye amezimikwa ni tofauti na yule ambaye amewekwa wakfu. Yeyote, tuseme, umesema vizuri, askofu, kasisi na shemasi, hao wanawekwa wakfu. Kuweka wakfu ni ibada maalum ambayo inafanyika kwa kipindi maalum. Hili mtu ambaye ameteuliwa hadumu sana sana milele, akuwe takatifu. Kuwekwa wakfu kuna uhusiano kwa karibu na sakramenti. Ni daraja, ni hatua ambayo mtu anachukua ya kudumu. Kumbuka, mtu ambaye amezimikwa mahali anaweza akatolewa siku za usoni. Lakini kuwekwa wakfu mara nyingi kama shemasi, anadumu kama shemasi mpaka wakati atakapowekwa wakfu tena hawe kasisi, baadaye awe askofu, labda kama atakuwa kwenda kwa ile njia. Asante. So kwenye sherehe ya leo tunasema askofu amewekwa wakfu ama askofu amesimikwa? Tutasema kwamba askofu amezimikwa na pia amewekwa wakfu katika ile njimbo. Yote tunaweza tukaitumia, lakini ile sahihi sana kutumia leo ni kuzimikwa. Amepewa mamlaka katika njimbo Katoliki la Meru. Ndio. Na pia tukiangalia kuna askofu msimamizi na kuna askofu mwandamizi. Ndio. Tofauti ni gani? Ni Kiswahili tu ambacho maneno yake mara nyingi inakuwa ni ngumu. Tunaposema askofu mwandamizi, mfano mzuri ni askofu mpya wa Meru. Kwanza, askofu mwandamizi kwa Kiingereza tunamuita coadjutor bishop. Tofauti moja kubwa ya hawa watu wawili, hawa viongozi wawili, ni mmoja hana haki ya kumiliki ama ya kukaa katika lile njimbo baada ya askofu ambaye alikuwa mzee kuondoka. Mwingine hana haki. Yule msaidizi hana haki. Lakini mwandamizi ana haki, coadjutor bishop ana haki. Kwa njia moja au nyingine, kama yule askofu ambaye ako chini yake atakuwa hayuko pale, ataweza kuchukua uongozi kamili kwa ile njimbo. Kwa hivyo ana uhakika wa kuwa askofu ambaye ataongoza hilo njimbo.
Hiyo ni tofauti moja ambao ni kubwa. Labda tuseme majukumu yake ni makubwa pia. Kama coadjutor bishop ama mwandamizi, majukumu yake ni makubwa kuliko msaidizi. Askofu msaidizi upande wa pili tunaendelea kusema ni ambaye anaitwa auxiliary bishop. Kwa mfano kama Askofu David Kamau, jimbo la Nairobi, ni auxiliary bishop. Ni msaidizi. Hana haki ya kurithi ile jimbo baada ya labda askofu mkuu wa Nyoro kuondoka. Hana hiyo haki. Na pia askofu msaidizi mara nyingi he is appointed. He not elected. Lakini wote wanatoa utaratibu wao wa uongozi kutoka kwa Papa Mtakatifu. Ndio. Umesema askofu msaidizi anachaguliwa. Askofu msaidizi is appointed. Kuchaguliwa na yule askofu. Sio elected, is appointed. Anaambiwa kwamba wewe katika jimbo la Nairobi. Mfano mzuri, labda usichanganye mambo haya mawili. Askofu mmoja katika jimbo moja anaweza kuwa na wasaidizi wengi. Kama hapa Nairobi. Kama hapa Nairobi. Mfano mzuri ndio. Hao maaskofu wote kazi yao ni dogo kuliko kazi ya askofu mwandamizi. Kwa sababu askofu mwandamizi ana mamlaka ya makubwa kuliko hawa, anawapa majukumu ili kumsaidia tu katika lile jimbo. Kuna hapo umetaja kuna kuteuliwa na kuchaguliwa. Tukiangalia maaskofu wale wa jimbo kuu la Nairobi ambapo Baba Mtakatifu Francisco aliweza sijui hapa nitasema kuchaguliwa ama kuteuliwa. Kuna askofu yule Simon Peter Kamomoi na pia askofu wa Alice Nganga kabla ya kupelekwa kwenye jimbo la jeshi hapa nchini. Labda wale waliteuliwa ama walichaguliwa? Na wanachaguliwa na nani? Wale waliteuliwa. Papa Mtakatifu aliwateua. Lakini lazima ikumbukwe kwamba maaskofu wa nchi wana pia sehemu ya kucheza katika kule kuteuliwa. Mfano mzuri nataka kutoa, siwezi kuchanganya. Askofu mwandamizi mara nyingi anaulizwa, ungependa kufanya kazi na nani? Labda anaweza taja kasisi fulani, aseme kasisi fulani namuona ana mwelekeo mzuri. Kwa hivyo yule kasisi anateuliwa. Anaambiwa wewe msaidie ndugu yako askofu katika kazi jimbo fulani. Kwa hivyo katika ule uteuzi pia maaskofu wa nchi na askofu ambaye anahusika katika lile jimbo anahusika pakubwa. Na wote wanateuliwa na Papa Mtakatifu. Ripoti yao wanapewa, alafu anaiangalia, alafu anawateua kama Kamomoi vile ulisema, ana wengine anawachagua. Election. Ndio. Kuna uteuzi na kuna kuchaguliwa. Tuje sasa kwenye kanisa bado. Tukiangalia kuna vyombo vya kazi ya utume ya maaskofu, tukianza na kile kiti cha katedra. Kwenye siku kama hii ambapo tuna askofu mwandamizi na pia tuna askofu ambaye ni askofu kiongozi ama mchungaji mkuu wa jimbo hilo. Kiti hicho, askofu mwandamizi ana kiti chake ama kila mtu anakuja na kiti chake? Tunaweka vipi hiyo? Unapofikia katika uaskofu kidogo tunabadilisha. Askofu ana mamlaka ambayo yamejaa full authority katika ile jimbo. Na kama yule askofu bado yupo hai ambaye ameteuliwa mwandamizi wake, hana mamlaka makubwa katika katedra yake. Kwa hivyo yeye ndiye mwenye fimbo ya uongozi, ndiye mwenye kiti. Kwa hivyo huyu ambaye ni mwandamizi anakaa tu. Kumbuka tumetanguliza kwa kusema hana haki ya kurithi lile jimbo. Sio wakati askofu yule ambaye yupo. Ni wakati labda kitu fulani kitafanyika. Labda amekuwa mzee. Mfano mzuri kama jimbo la Wote lingekuwa na Isiolo. Jimbo la Wote lingekuwa na askofu mwandamizi. Wakati askofu anaendelea kuumia katika maumivu yake, yule askofu mwandamizi atakuwa karibu sana katika kile kiti. Na atakuwa kidogo Papa akiingilia atachukua uongozi. Ndio. Lakini kuna kuongea. Na pia kuna fimbo ya kichungaji ambapo kila askofu anacho. Lakini tukiangalia kwenye sherehe ya leo ambapo maaskofu wametaja takriban 20 kutoka majimbo na pia jimbo mbalimbali, jimbo kuu waliweza kuhudhuria hapa nchini. Lakini hatujaona mtu akibeba yake. Mbona akienda kwenye jimbo
sio lake, habebi fimbo kile na waita kwamba ni fimbo cha kichungaji. Nakuelewa. Hata katika ufalme wa wanyama, katika wanyama kuna sehemu zinaitwa himaya. Kwa hivyo kila askofu ana himaya yake. Kama askofu wa Nairobi hawezi akatumia fimbo lake kama hako nje ya himaya yake. Mazingira ya jimbo lake yanamruhusu kutumia fimbo ile. Askofu wa Meru anatumia fimbo wakati yako katika jimbo la Meru. Wakati ameenda nje, hata kama askofu yule mwingine hayuko, ana uwezo wa kutumia ile fimbo unless amepewa labda nafasi ya kuweza kufanya hilo. Kwa hivyo wanatumia wakiwa katika jimbo lao rasmi. Yeah. Na labda tukimalizia maneno yako ya mwisho, na pia umehitaja kuwa unatarajia kupata daraja takatifu la... Ndio, ninaendelea kushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya kila siku. Na ninaendelea kusema kwamba haya ni mambo ambayo hata askofu katika hotuba yake nimeona amesoma. Amesema ni mystery, ni mambo ambayo sisi hatuyaelewi. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Mungu kwa ajili ya kila kitu. Lakini kabla sijamaliza kabisa, labda maneno mawili matatu, pia kulikuwa na swala kuhusu uhusiano wa siasa na kanisa. Maaskofu mara nyingi wao wako na uwezo wa kualika wale wanasiasa katika makanisa yetu. Kuna mgongano mwingi katika kanisa. Mara nyingi Wakristo wa Katoliki, labda tuseme mtazamo Katoliki unaweza kuwa namna hii. Wakristo wa Katoliki hawajafungiwa kushiriki katika siasa. Lakini viongozi ambao ni makasisi, mara nyingi kanisa haiwaruhusu kuingia katika siasa. Kwa hivyo wakati kanisa inawaambia watu, kama utateuliwa kuwa mwana siasa, kuwa mtu ambaye anaheshimu utu na uhai. Kwa hivyo maneno ningependa kuyasema, ninasema hivyo kwa sababu nimeshuhudia, nimeona uongozi mbaya. Nimeona hata baadhi ya Wakristo wetu wakiwa MCA, wakiwa viongozi, lakini wanapotea. Wanataka kuiga wale watu ambao ni watu wa mataifa. Watu wa mataifa ni watu hawana dini. Kwa hivyo sisi kama Wakatoliki, hata kama tuko katika uongozi, hata kama tuko katika siasa, tukae kama watu wa Katoliki. Tukae kama watu ambao wanamjua Kristo. Na tunaweza tukasema kwamba Roho Mtakatifu basi hawaongoze, lakini kanisa lina jukumu kubwa la kuwaombea hao na kuwahubiria kila wakati. Nashukuru kwa hilo. Shukran kwa muda wako ndugu. Shukran kwa nami mpendwa mtazamaji wa Runinga Captain. Kufikia hapa ni tamati ya mazungumzo mafupi kuhusu kuna tofauti ya kuwekwa wafu, kusimikwa, na pia tumeangazia kuna tofauti ya askofu, jukumu la askofu mwandamizi, askofu msimamizi wa jimbo, na ambaye aliweza kutufafanulia zaidi. Nimekuwa naye ndugu Charles Mule, ndugu Francisco Mkapchini, na mwenzangu wa lugha ishara ni Charity Ngima. Jina langu ni Arbe Bunaya. Uwe na siku mema. Mtakatifu wa siku. Leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 3, ni sikukuu yake Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria Mtakatifu. Yosefu ambaye alikuwa ni wa uzao wa Mfalme Daudi, aliishi Nazareti, Galilea, na alikuwa seremala. Ijapokuwa mkewe Bikira Maria alikuwa mkingi wa dhambi ya asili, na Kristo mwanaye wa kulea alikuwa mwana wa Mungu, Yosefu akiwa mshiriki mdogo sana wa nyumba yake, ndiye alikuwa bado kichwa cha familia takatifu. Historia inashikilia kuwa Yosefu alikuwa umri mkubwa kuliko Bikira Maria, na kwamba aliaga dunia kabla ya Kristo kuanza rasmi kazi yake duniani. Inawezekana aliaga dunia Bikira Maria na Yesu akiwa kando yake, hivyo alikufa kifo cha amani. Mtakatifu Yosefu ni kielelezo cha jinsi Mungu anavyotumia vyombo visivyo kamili kutekeleza mapenzi yake kamili. Yosefu ndiye mtakatifu msimamizi wa kanisa lote, kina baba wote, wafanyakazi, na kwa ajili ya kifo chema. Mtakatifu Yosefu, utuombee.